maandalizi ya ibada yetu kubwa ambayo inafanyika hapa Dodoma siku ya tarehe 22 na 23 Ijumaa hii na Jumamosi. Daktari Ipyiana Peter Kibona ni mwimbaji wa nyimbo za Injili mwenye taaluma ya udaktari. Alianza safari yake ya wokovu akiwa bado mwanafunzi wa shule ya sekondari mwaka 2001. Tangu kipindi hicho alianza kujijenga kiroho huku akionyesha kipaji chake cha kuimba na kuongoza worship. Ni daktari na mtumishi mwenye sifa ya kipekee kwa sababu ameunganisha taaluma ya udaktari na huduma ya muziki wa kiroho ama muziki wa Injili. Alisomea shahada ya udaktari katika Chuo Kikuu cha Muhimbili, yani Muhimbili University of Health and Allied Science, na kufanya kazi kama daktari kwa miaka kadhaa. Simulizi nyingi zinaeleza kuwa mazingira aliyokulia pamoja na changamoto mbalimbali za kiafya alizowahi kupitia akiwa mdogo zilimpa hamasa ya kusaidia watu kupitia taaluma ya tiba na huduma ya kiroho. Safari yake ya muziki ilianza kujulikana zaidi kati ya mwaka 2014 hadi 2016 alipotoa nyimbo za worship zilizogusa wengi. Nyimbo kama Niseme Nini, Mkono wa Bwana, Milele na Milele, Nawezaje Kunyamaza, Umeketi, Wanishangaza ni nyimbo zilizovuta hisia za wengi. Ni nyimbo zilizobadilisha historia ya vijana wengi kwa sasa. Kinachomtofautisha Dr. Ipyiana na waimbaji wengine ni staili yake ya uimbaji wenye utulivu, maombi na ujumbe wa kumshukuru Mungu katika nyimbo zake nyingi. Nyimbo zake nyingi zimekuwa zikisikika sana makanisani, katika crusade na worship experience ndani na nje ya Tanzania. Taarifa za maisha yake binafsi: ameoa ana mke mmoja aitwaye Theodora Ipyiana na wamekuwa wakionekana pamoja katika huduma na maisha ya kifamilia. Dr. Ipyiana pia aliwahi kupitia changamoto kadhaa kwenye maisha. Kuna kipindi alivamiwa na majambazi, kuna kipindi aliwahi kupata ajali na changamoto za kifamilia. Lakini pamoja na vipindi vyote vigumu alivyowahi kupitia, bado kazi ya huduma iliendelea kusonga mbele na nyimbo zake hazikuonekana kuwa za majuto. Siku zote zilionekana za kumshukuru Mungu huku zikifanyika ibada halisi mbele za Mungu. Lakini katika simulizi zake nyingi amekuwa akieleza namna imani yake inavyomsaidia kuendelea mbele na kusimama tena. Leo hii anataja kuwa miongoni mwa waimbaji wa worship waliogusa kizazi kipya cha gospel Tanzania kupitia worship season, live recordings na huduma yake inayojulikana kama Ibada Clinic. Makala hii imeletwa kwenu na Holiness Mbise, MDTV.